Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Tarehe 9 Disemba kutoka kushuhudia gwaride hadi kubaki nyumbani. Tangu Disemba 9 mwaka 1961, Tanganyika ilipopata uhuru wake, siku hiyo imekuwa ni ya kipekee kwa wananchi, ambapo hukumbuka uhuru wa taifa lao. Kumbukumbu hiyo huendana na sherehe za kitaifa zinazofanyika katika uwanja uliochaguliwa na serikali. Hapo wananchi hupata kuona vikosi vya ulinzi na usalama wa raia na mali zao vikifanya gwaride kwa namna ya kipekee. Ni miaka 64 sherehe hizo zimekuwa za mvuto aina yake. Ingawa mara chache serikali ilitangaza kufutwa kwa sherehe hizo na kuelekeza fedha zilizotengwa kwa ajili ya kutumika ya ujenzi wa mradi fulani wenye tija kubwa kwa wananchi. Ni siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu sana, si tu kwa wananchi bali hata askari wanaoshiriki gwaride, kwa kuwa wanataka kuonyesha ukakamavu wao na mbwembwe kwa wananchi wanaogharamia uwepo wao. Mwaka huu mambo ni tofauti kabisa. Hakuna mwenye kutamani siku hiyo ifike, si kwa askari, raia wala viongozi. Badala ya furaha iliyozoeleka, sasa imekuwa hofu. Serikali na washauri watu wapumzike majumbani mwao. Siku ambayo ilikuwa ikitumiwa na baadhi ya watu kwenye fukwe, nyumba za starehe na matembezi mafupi, sasa imekuwa baki nyumbani kwa usalama wako. Mitaani wanajeshi na askari wamejaa wakirandaranda kujiweka tayari kukabiliana na maandamano yaliyotangazwa kufanyika hapo kesho bila kibali cha jeshi la polisi. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ametoa tahadhari kuwa kesho watu watulie majumbani mwao, isipokuwa kwa wale ambao watalazimika kutoka kutokana na majukumu yao ya kikazi. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni na watakia sikukuu njema. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ametoa onyo kali kwa wananchi kutoshiriki maandamano na kudai kuwa mtu anayeshabikia maandamano hayo hana uzalendo wa nchi yake wala haipendi Tanzania. Hii Tanzania inayozungumzwa hivi sasa ni matokeo ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliofanyika tarehe 26 Aprili mwaka 1963. Waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene hii leo tarehe 8 Disemba 2025 akiwa jijini Dar es Salaam ameeleza waandishi wa habari maandamano yaliyoitishwa si halali kwa kuwa hayana kibali. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria. Lakini pili, hayaeleweki yanafanywa na wakina nani ili tujue hata tuzungumze nao. Lakini tatu, yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Hayo ni mapinduzi, sio maandamano. Maana maandamano kwa mujibu wa sheria yetu ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama sikosei, yameelezwa wazi kwa sifa hizi na vigezo hivi nilivyovisema. Kwa hiyo nimewaita hapa kujaribu kutumia vyombo vyenu vya habari kuwaambia Watanzania maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi, na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano kwa kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Hawafahamiki waandamanaji wake, hayafuati utaratibu na hayana mwisho. Kwa maelezo yake si halali na inaonyesha dalili za uvunjifu wa amani na hata viashiria vya mapinduzi. Kutokana na matamko mbalimbali yanayotolewa na mamlaka kuhusiana na maandamano ya tarehe 9 Disemba,
Mwanahalisi TV imeingia barabarani kuangalia hali ya usalama ilivyo katika jiji la Dar es Salaam. Mambo ni tofauti na siku nyingine na hakuna foleni. Hali ni shwari na ulinzi ukiwa umeimarishwa, si kwa kutegemea askari polisi na wale wa usalama barabarani, yani trafiki, bali sasa wameongezeka na wanajeshi wa Jeshi la Wananchi JWTZ. Katika mazingira haya, Disemba 9 ni furaha au hofu? Ni huzuni au tabasamu? Nini kifanyike kuirejesha Tanzania tuitakayo? Mimi ni Zakia Nanga wa Mwanahalisi TV. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.